Leo ninayo furaha kubwa kumtangaza mshindi wa gari aina ya Nissan X-Trail. Sisi kama familia tulijisikia vizuri. Napendelea kucheza Aviator na 740. Nawaambia waendelee kucheza, washinde kama dadangu alivyoshinda. Gari inayofuata huenda ikawa ya kwako kupitia pmbet.co.tz. Ambao walilipia kadi afu wamesafiri wamerudi mikoani. Ndio hapo. Kwa sababu kama kwa mfano Simba na Berkane walisema kwamba zitatumika kwenye Simba Day, si ndio? Ambayo pia inawezekana isiwepo. Kwa ratiba ya jana. Kwa sababu mwezi wa 8 kuna CHAN. Na ule uwanja utaki kutumika hivi. Na ikisha CHAN michuano ya kimataifa inaanza. Raundi za awali zinakozishaanza. Labda watafuta sehemu ya kufanyia. Kwa hiyo hata wachezaji ambao unafanyaje wakati kuna wachezaji ambao watakuwa kwenye CHAN? Yaani issue so sehemu ya kufanyia mpaka hapa tulipofikia. 50-50. Kwa sababu unaweza kwa mfano sasa kwenye upande wa Simba unaweza ukatambulisha labda wachezaji alafu lakini yupo kwenye timu yetu unaweza kutambulisha wachezaji alafu labda mchezaji Kapombe yupo na Mohamed Hussein. Ndo hapo Manula kwa zile ile ina maana watatafuta tu namna ya kufidia. Mimi nafikiri labda kuna ngoja tuone. Inawezekana pia wakafanya bila ya hao wachezaji. Lakini jana nilikuwa naongea na mtu ananiambia kuelekea kwenye mechi ya dabi wiki mbili kabla mara nyingi huwa kuna kikao kinafanyika cha kamati ya ulinzi pamoja na waandaaji wa mchezo pamoja na klabu ya wiki mbili ambao ni sasa hivi wanabidi sasa wafanye. Yaani kikao sasa hivi itakiwa kiwe kimefanyika. Kwa huu mchezo ina maana ni Simba, Yanga pamoja na kamati ya ulinzi kuhusiana na jinsi ambavyo wataenda situation pale ambavyo itakuwepo pale. Lakini mpaka sasa hivi hicho kikao maana zimbaki siku 10 hakijafanyika kwenye dabi. Lakini pia inasemekana kuna muda mwingine huwa mtei unawahi kuingizwa kwa ajili ya kulipia uwanja. Lakini mpaka sasa hivi watu hawajalipia uwanja kwa ajili ya hiyo mechi. Kwa hiyo kuna viashiria kwamba bado kwa zito. Haiwezekani kwamba uwanja hujalipiwa, si ndio? Alafu inafika siku ya mechi, timu inaenda kuingiza timu nani? Yaani timu inaenda kuingiza wachezaji uwanjani. Yaani si uwanja hujalipiwa. Uwanja hujalipiwa. Ina maana pale kutoka kuna walinzi nje wameka komea. Sawa, walinzi wanakaa na nani wakati hajafanya kikao cha kuzungumza. Kuna uwanja unalindwa na walinzi wengine. Achana na wale. Sasa mimi naongelea kamati ya ulinzi. Unajua dabi lazima utainvolve vyombo vya ulinzi na usalama. Of which kikao inatakiwa kifanyike, hakijafanyika mpaka leo. Lakini pia uwanja ndio hivyo hujalipiwa. Lakini kuna mechi ambazo inasemekana huwa hivi vilabu vinalipia baada ya mechi kwanza. Lakini pia kuna pre-match meeting ambayo wakienda kufanya watu wanasema kwamba mimi Simba nitatumia jezi nyekundu, lakini mimi Yanga nitatumia jezi ya kijani au jezi ya njano. Ina maana kama isipofanyika ile, ina maana dabi kuna vitu vingi sana ambavyo vya kufanyika vya kujua kwa dabi kikao cha wenyeji tu wa mchezo akijafanyika ili pia kupanga. Lakini ticket pia zilibidi sasa zianze kuuzwa. Sasa hii mechi subirie pazito sana. Tutakuja kushuhudia dabi ambayo unajua kuna dabi ambayo ilipigwa kwenye uwanja wa Uhuru. Goli anafunga Shiza Kichuya, kwa upande wa Yanga anafunga Obre Chilwa. Goli 1-1. Tiketi wananchi walikuwa wanahitaji, yani mashabiki walikuwa wanahitaji tiketi ziuzwe 5,000. Lakini tiketi ziliko kwa 10,000. Uwanja ukujaa, uwanja wa Uhuru. Ule uwanja ule unavyoona ukujaa. Sasa kama ule hujajaa, hii dabi mpaka sasa hivi tiketi zianza kuuzwa. Zimbaki siku 14. Yaani kama ikitokea hii mechi ikachezwa itavunja rekodi ya mahudhurio. Watu watakuwa wengi sana. Lakini sasa lazima tujuze kitu kimoja, tujuze watatoka upande gani? Tujuze kitu kimoja. Watu watakuwa wengi. Si ndio? Zimbaki siku 10. Siku 10. Si ndio? Wale ambao wanaosafiri, wanaofanya maandalizi, kwa sababu kuna watu ambao wanatokaga nje ya nchi, kuna watu ambao wanatoka mikoani. Wale wanatoka mikoani lazima watoe gari waanze kupiga, jamani tuna gari inaenda Dar es Salaam. Nauli 160 kwenda na kurudi. Je, wale watapata nafasi ya kuweza kuweka hizo promo ili waje? Kwa sababu pia watu wa mkoani wanaujaza uwanja, sio kwamba watu wa Dar es Salaam pekee ndio wanaujaza. Kwa sababu kwenye mauzo ya hizi mechi za dabi watu wa Dar es Salaam hawaji sana uwanjani. Sababu mtu anajua mimi nakaa Temeke na angalia mechi kwenye big screen. Ila yangu ya ticketing kana nunua kinywaji na kunywa. Anasikiza tu makelele tu. Lakini mtu wa mkoani anatamani kuja kuangalia dabi. Kwa hiyo bado pia kuna mtihani mkubwa sana nje ya dabi kuchezwa. Je, hii dabi pembeni ndio kuna viashiria kama alivyosema Ray. Kuna hizo meeting
za security hazijafanyika. Kuna watu inabidi walipie uwanja, hazijafanyika, si ndio? Kuna kile kikao cha wenyewe kama wenyewe sasa wenyeji wa mechi kwamba jamani tunauandaje huu mchezo, tunaelekea nini, tunataka nini na nini, bado pia hakijafanyika. Lakini siku 10 zimebaki. Kwenye siku 10 nafikiri si waga ukiingia labda kwenye kukata ticket kwenye simu kupitia Nicard, si unakuta mechi ipo. Unaikuta ipo. Hii mechi mmejaribu kuiangalia ipo? Si wengine sio akata tiketi bwana. Tutaangalia baadaye nafikiri kwenye mabusu kwenye tactical board. Hiyo kuifanyia kazi kwenye mabusu tunaona inawezekana mechi hamna, kwa unakuta mechi ya Yanga na Prisons. Lazima turudi naye. Simba na Kenigodi. Na kweli. Mwana sport kuhusiana na dabi kilichofanya mimi ni staki huko. Wamesema sababu 5 mtego wa dabi. Sababu 5 mtego wa dabi. Sasa wameziorodhesha tofauti hapa hizo 5 ambapo wakasema kamati ya utendaji au idara ya mashindano wameielezea hapa. Sijui nataka ifanye nini, kama kuna mzungumzaji nuku yake iko hapa. Sitaki kuamalizia uondo. Wakasema mpango kazi wa kocha wamezungumzia pia. Wakasema vikao vya wadau au mapato vimewekwa hapa. Ratiba ya kufunga msimu wamesema matawini kunaendelea nini huko. Tamko la Young Africans imejumuishwa hapa. Wamesema nini kitatokea, imeandikwa hapa kwenye nini kitatokea. Umeona? Kanuni wakaziweka pia, kama isipotokea hiyo dabi nini ambacho itatumika kuhukumu. Kanuni zimewekwa hapa kwa uzuri kabisa. Yaani kuna kanuni 61 ya ligi kuu toleo la 2024 kipengele cha kwanza umekiainisha, ambacho kipengele cha kwanza iko na ibara zake 6. Wamefafanua hapa. Zote zipo yani. Hapa ndo mimi nilikuwa nimestack muda ule, sasa nikawa nasoma hizo kanuni, lakini ukiangalia bwana ni za moto. Alafu kuna kanuni ya kusafiri pia. Mnakumbuka Young Africans toleo tumekuja nao jana ya kwamba wanaenda kucheza na Rayon Sports Rwanda au Gor Mahia ya Kenya. Bado hawajajua wapi wanachagua kwenda. Imewekwa pia hapa. Ambao wanatakiwa kutoa taarifa na kanuni yake ipo hapo. Iko hapa. Nini cha kufuata? Sasa ukitaka kujua yoyote Mwana Sports. Alafu kumbe haitakiwi kuwa taarifa, inatakiwa iwe ruhusa. Inatakiwa iwe ruhusa. Na inatakiwa iwe almost 2 weeks before. Wallahi. Kwa sasa hivi zibaki siku 10. Subiri na kuona hizo taarifa itakuwaje. Nisome paragraph moja tu kuhusiana na kanuni ya kusafiri. Sawa. Huenda mechi ya kirafiki ya kimataifa Yanga dhidi ya Rayon Sports ya Rwanda iliyopangwa kupigwa Juni 15 nchini humo ikawa njia panda kama TFF itaamua kukomaa na kanuni. Ndio hiyo kanuni ambayo kila kitu kanuni bwana imeelezea. Basi mnataka watu wafuate kanuni? Watu watafuata kanuni. Bwana kauli ya Likamu waliosema watu omba ruhusa watatoa taarifa. Anafikiri apitie tu vipengele. Shughuli ipo. Mambo ni ya moto. Haya bwana. Lakini nakumbuka kipindi kile alipigwa ile penalty alikuwa na Ahmed. Ahmed. Si ndio? Ahmed alitoka salama. Kuna vitu aliambiwa apunguze. Asivunje sheria. Kamdomo. Asivunje sheria. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo vipo ambavyo ndio maana sasa hivi yeye amekaa kimya. Na katika kitu ambacho mwenyekiti wa wasemaji kinamshinda yeye yani kukaa kimya. Bwana nakumbuka kipindi kile alikuwa na kesi Tabora kule. Baada ya kutoka kaambiwa asizungumze chochote ndani ya Tabora. Lakini bado tupo naye pale akasema asali tamu sana. Tumekula asali za kutosha. Kwa shughuli. Sasa tukisalia hapo kwa Alikamwe, yeye amesema Singida mechi ikiisha